lakini kazi yetu ni moja tu, hii ya kutimiza wito mkuu. Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Karibuni wapendwa katika ibada hii maalum, ibada ya kuingizwa kazini kwa mtumishi wa Mungu Parisheka Lilian Olang. Tuianze ibada hii tukilitaja jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wana wa mavuno awatuma, mwende mkavune mavuno yake ya heri. Kazi zenu kubwa kuwaleta watu kwake, sio kutawala bali mkawaongoze. Wana wa mavuno awatuma, Bwana wetu Yesu aliyewatuma. Zidi kutumika kwa subira nyingi. Ni Bwana wetu Yesu aliyewatuma. Wana wa mavuno awatuma. Mwende mkavune mavuno yake ya heri. Kazi zenu kubwa kuwaleta watu kwake, sio kutawala bali mkawaongoze. Bwana wa mavuno awatuma. Bwana wa mavuno awatuma. Mwende mkavune mavuno yake ya heri. Amani ya Mungu itafahamu zote tufanye sasa tunaposikia neno la Mungu kutoka Injili ya Marko Mtakatifu mlango wa 16. Tasoma mstari ule wa 15 hadi ule wa 19. Neno la Mungu linasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na hata kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa ajili ya wasaa mwema unaotupa wa kusikia ukisema nasi kupitia neno lako. Tunakuomba katupe utulivu katika miili, katika roho, katika nafsi na mazingira yetu. Na Roho Mtakatifu akaseme kwa sauti inayoeleweka, na ukatupe sikio la utii na kulisikia neno lako, ili tumalizapo haya tunayosikia tuweze kuyatenda. Kwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Awali ya yote, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi hii ya kipekee kushiriki ibada hii ya kupokelewa rasmi katika utumishi kwa mtumishi Parisheka wetu Lilian Olang. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo kwa kunipa nafasi hii kwa niaba yake niweze kusema neno la Mungu na umati huu uliofika, na kipekee sana kwa ajili ya mtumishi tunayempokea kwenye kanisa la Bwana. Mkuu, nashukuru sana kwa nafasi. Wapendwa, niseme kwa kifupi, mistari hii niliyosoma ni mistari inayoshabihiana na ule wito mkuu tuliouzoea, tuliosikia na tulioukariri kutoka kitabu kile cha Mathayo anaposema, basi enendeni ulimwenguni mote
Kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Na tukaongezewa bonus pale, akasema, natazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na Marko anatoa maelezo ya ziada pia ya namna anavyoboresha mstari huu, lakini ni lile ambalo tunalosema hiyo ndio kazi kubwa ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi kubwa ya kanisa. Ninafahamu kwamba tuna vipawa mbalimbali vinatumika huku kanisani. Wengine wamepewa kuongoza kundi la makuhani kama maaskofu na wakuu wa majimbo, wengine ni wachungaji, wengine wainjilisti, wengine parishweka, wengine wazee wa kanisa, wengine viongozi wa jumuiya na kadhalika. Kwa kila mtu na nafasi yake, lakini kazi yetu ni moja tu, hii ya kutimiza wito mkuu, kwamba tulijenga makanisa na mimi nilikuwa mwenyekiti wa ujenzi, lakini ukamilifu wa kazi yangu ni kwamba kuna watu walienda kuitwa, wakaja, wakafundishwa, wakaamini, wakabatizwa, wakaokoka, na tunaamini kwamba wanakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi yetu kubwa. Ni kwamba ninaimba kwaya, ni watu wangapi ambao tumetoka tukaenda kuwachukua, tukawaandaa, tukawaweka sawa, wakaamini, wakabatizwa, na baada ya maisha haya tunasema wamekwenda mbinguni. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo tulipewa kuifanya. Na hata wakati huu wanavuviwa Roho Mtakatifu. Wale wasomaji wazuri wa somo la Roho Mtakatifu wanafahamu walivuviwa Roho Mtakatifu wa utumishi kabla ya ile ya matendo ya mitume. Walivuviwa roho wa utumishi kabla ya ile ya matendo ya mitume. Na hii alitamka Yesu mwenyewe, kawavuvia roho na akawapa na mamlaka kwamba lolote watakalofunga duniani na mbinguni limefungwa. Kwa hiyo walivuviwa utumishi huu ambao sisi kama kanisa la Kilutheri, kwa kufuata misingi ya neno la Mungu katika waraka wa kwanza Petro mlango wa 2, tunafahamu wote ni makuhani, tumeitwa tutumike. Na ndio maana kila Mlutheri anayebatizwa lazima aombewe na avuviwe roho wa utumishi, na anapopata nafasi ya kukiri lazima akiri yeye mwenyewe kwamba nitatumika katika maisha haya mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe. Japo sasa hivi kuna jambo la hatari sana la Wakristo wa Lutheri ambao wamesahau wito wao wa utumishi, na kwa sababu hiyo hawaitwi watumishi, wanaitana wengine watumishi. Shikamoo mtumishi, shikamoo mtumishi. Lakini wewe msaidie kumuuliza jirani yako, wewe uliwahi kuitwa mtumishi? Ni wakanzu ndiye mliwahi kuitwa, wale wengine uliwahi kuitwa mtumishi? Lakini uliapa hapa kwamba utaitwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Uliapa katika madhabahu kwamba nitaitwa mtumishi, na pengine baada ya kumaliza kuapa hukuonekana ukifanya jambo lolote, na wakatokea hawa wenye injili za uongo wakakuonyesha si mtumishi. Na baada ya muda tunategemea pia utambulisho wako, utumishi wako utambulike. Baada ya muda tunatamani utumishi wako ufanyaje, wapendwa? Mimi watu wanamsalimia shikamoo mtumishi, kama ni msharika wa Kongo na nisalimie vizuri. Kama hujajua utumishi wangu ni mchungaji, niambie shikamoo mchungaji. Kama una mashaka lakini unaniona natumika, hujajua huyu ni mwinjilisti, ni mwalimu, ni kuhani, ni nini, basi sema tu mtumishi, habari ya kwako. Lakini kama utumishi wangu umetambulika, nisalimie kwa nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi ni yule anayetumika lakini bado hatujamuelewa sana kipawa chake, lakini tukimaliza kusema hujambo mwalimu. Mbona Mwakasege mumwitagi shikamoo mtumishi, mnaambia mwalimu hujambo? Sisi mnatuonea, mnatuchanganya tu kama tusiojielewa. Mtumishi, tupeni nafasi yetu. Na wewe nikitambua nafasi yako nitakwambia habari yako mzee wa kanisa, sitakwambia habari yako mtumishi, sinajua ni mzee wa kanisa. Wote tulivuviwa kwenda kutumika. Na ndio maana wito huu mkuu sio kwa ajili tu ya parishweka lile ya neno langu, lakini ni wetu sisi sote. Na katika neno hili ninaomba nitaje mambo machache yaliyopo katika wito mkuu. Jambo la kwanza ni hili analosema basi enendeni. Basi enendeni. Ukishasikia enendeni, maana yake kuna mjongeo, kuna kutoka hapo ulipo kuelekea mahali pengine.
Hajasema basi kaeni, amesema basi enendeni. Na hapa ndipo tunapopata lile wazo la utumishi wa misioni na uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo tunapopata lile neno la utume kwenye misioni na uinjilisti. Na mara kadhaa tumeshindwa kutafakari sana habari ya misioni na uinjilisti, lakini kwa lugha rahisi sasa hivi tumepindua kidogo. Lakini misioni ni ile huduma ya kuwapa watu wa Mungu neno, watu wapate neno, wafundishwe, waelekezwe, wasaidiwe. Na uinjilisti ni lile la kutoka kwenda kuwatafuta watu wengine, ama ambao hawajalisikia neno la Mungu, ama ambao wamepotea, ama ambao wamepotezwa, ama ambao hawaonekani. Lakini wote tumeambiwa uondoke, enendeni. Na niseme wapendwa, sasa hivi tumekuwa na utumishi usiojali enendeni. Unajali kukaa na kuita, utaki kutoka uende. Pengine tungeliuliza kila mmoja aliyeko mahali hapa, katika wiki hii umemwendea mtu gani kwenda kusema naye neno la Mungu? Ni upi umemwendea? Ama jirani, ama wa hapo karibu? Ni nani? Huduma ya kupeleka injili kwa watu wengine. Wapendwa wa injilisti na parishweka, mnafahamu, na washarika sasa mnapaswa kufahamu kwamba kipaumbele cha kwanza katika dayosisi yetu ya Kaskazini, lakini katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ni ukuaji endelevu wa kanisa. Na ili kanisa la Mungu likue, lazima tujali kipaumbele cha kwanza cha huduma, kama neno la Mungu linalosema kwamba ni wito mkuu, ambao wito mkuu unaanza na enendeni. Enendeni. Ni kwa jinsi gani tumekuwa tayari kutoa sauti zetu, kutoa mali zetu, kutoa vitu vyetu ili kanisa la Mungu lijengwe. Ni kwa jinsi gani ambavyo tumeamua tutoke. Maisha yetu yote ni yaenende, ndio tafsiri yake pale. Hata kama una mbuzi, hata kama una ng'ombe, hata kama una kuku, uhakikishe vinaenda kwenda kuwaambia wengine habari za Yesu. Sasa hivi kumekuwa na karoho fulani kwa ubinafsi. Hata sadaka zile za umoja ukizisikiliza sasa hivi, watu wanasema hizo za askofu wametuletea tu. Na hapa niseme kwa roho ya unyenyekevu kabisa, na wachungaji mko hapa na maparishweka na wengine mnaotumika, eti usharika bajeti yake ya mwaka ya usharika ni milioni 70. Uwiano wa jimbo na dayosisi ni milioni 6. Halafu wanasema pesa za dayosisi na jimbo ni nyingi. Yaani hata kwenye akili ya kawaida, hebu tafakari, hata fungu la 10 halijafika. Yaani sadaka ya usharika, wachungaji pigeni mahesabu, si tunawaambiaga washarika toeni fungu la 10. Hivi na dayosisi tungesema tunaipa fungu la 10, mheshimiwa mkuu wa jimbo niliwahi kukagua, ungepata pesa mpaka na nyingine ungetuzurudisha huko sharikani. Kama tunavyosema, tuseme sasa hivi hatutaki tena, hatuleti uwiano. Tunachosema kila usharika kwenye pato lake toa fungu la. Hapa mtaki kusema, mbona ingekuwa niwaambia uleta masabuni mkisema mapema. Lakini tukisikia ziende zikahubiri huko kwingine, ziende zikaifanya kazi ya Mungu huko pengine, tunasemaga pesa za jimbo na dayosisi ni nyingi, ambazo hazifiki fungu la 10 la sadaka zote za usharika. Injili inakwendaje wapendwa? Mimi ninaliheshimu sana kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania dayosisi ya Kaskazini. Ninaliheshimu sana. Kwa miaka 10 ambayo nilifanya huduma ya injili kule misioni ya Ruko, wakati huo sasa hivi ni dayosisi ile ya Ziwa Tanganyika kule Sumbawanga. Kanisa letu la Kilutheri lilikuwa linaitwa KKT, kanisa kubwa kuliko yote Tanzania. Liliitwa hivyo kwa sababu wanaleta mchungaji aliyesoma. Kwa kweli ndio tulikuwa tunapelekwa kule, tuliotoka chuoni, tumeiva. Ukienda kule ama unapelekwa na gari, ama unapelekwa huko ukiwa na pikipiki. Mchungaji na pikipiki kule ni kitu hivi. Halafu sasa askofu akija, atakuja na bati, atakuja na mshahara wa mchungaji na wainjilisti wote ambao hata sio wa Moshi, hata wajuaji. Walikuwa kisikia ni Pentecoste au ni askofu wa Moshi anakuja anasema njoo baba, amina uje. Na Bwana himiza ile siku ya watu wa Moshi wanayokuja.
maana wakija na vitu wanapata na shule wanaleta. Lakini ni nini hicho? Ni ile roho ya enendeni. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia sadaka ya Epifania, enendeni, ndio ambayo imefanya kazi kubwa kuliko yote kwenye kanisa letu, ndani na nje ya kanisa letu. Na sasa hivi ukiangalia, hata sasa tuna misioni zetu chache hapo Magadini, Msitu wa Tembo na hapo, lakini kama vile unalazimisha watu. Jamani, kuna watu wanasali. Kama jana tulikuwa mahali nikajisikia vibaya kwa mchungaji mmoja anasema, msharika mmoja anasema, pale kwetu kwa wiki moja, ibada tu ya wiki moja pale tunakusanya kama shilingi milioni 70 mpaka milioni 80 kwa wiki. Pato la wiki milioni 70 mpaka 80 tunafanya hivyo. Mchungaji wetu tunamtunza sana. Nafikiri kila wiki amepewa kama milioni 2 ya mafuta. Sio mshahara, anapewa kama milioni 2 ya mafuta. Mwinjilisti analipwa mshahara wa milioni 5. Mwinjilisti analipwa milioni 5 ndio mshahara wake. Anasema hivyo. Lakini wangekuwa na ile roho ya enendeni. Kuna mwinjilisti analipwa 1,500,000 na anadai miezi 7. Yaani anadai mshahara miezi 7, analipwa 1,500,000 na anadai mshahara miezi 7. Mimi kuna wakati nilikuwa nalipwa 100,000, alafu wainjilisti wanalipwa 5,000, alafu anadai miezi 10. Yaani kwa mwaka amelipwa miezi 2. Lakini kuna mwingine anakaa nchi nzuri, ameta maisha yako huko juu namna hiyo tu kabisa, yaani anaangalia maisha namna hiyo. Lakini roho ile ya enendeni, kuimarisha misioni zetu, kuimarisha maeneo mengine. Na dada yangu mdogo wangu Parishweka, utakabidhiwa huduma na utakabidhiwa kundi. Usikae na hilo kundi, litie moyo kuenenda. Na kina mama wa Dayosisi ya Kaskazini, kuna mahali tumerudi nyuma kidogo. Parishweka, waongezeni nguvu. Akina mama, sisemi vipindi vingine vibaya, lakini nakumbuka sana nilikuwa mdogo wakati huo. Nilikuwa najitahidi kubeba mizigo ya kina mama na vitu vya kuchora. Unasikia kina mama wamekwenda huko, kundi la kina mama wamekwenda huko. Kumbuka tulikuwa tunaenda mara kadhaa nikiwa mdogo kabisa na mchungaji mkuu wa jimbo Ringo. Mmekuja na mtoto Maglanyo Israeli. Bwana kubariki Israeli. Mmekuja kuwasaidia kina mama kubeba vitu. Kina mama mbarikiwe na baya. Wameenda huko kina mama, wanaenenda. Nimeona kina mama fulani kule Marekani, wao hawawezi kuja huko Afrika. Wanashona mablanketi, mashuka, manini, wanayatuma huko, yaende huko kwenye maeneo ya misioni. Na mimi ninaamini Parishweka langu katika ukuaji endelevu wa kanisa. Kanisa haliwezi kukua tukiwa tumekaa. Ajuzi mnakumbuka baba askofu alisema, wainjilisi Parishweka, nendeni, ni amtakiwe mkae ofisini. Kazi yenu ni kuenenda. Na naomba uwe mfano wa kuenenda. Lile kundi utakalo kabidhiwa la watoto watiini moyo. Siku hizi hata sioni kwanza watoto zikitembelea sharika. Lakini mimi nimeimba kwa nikiwa mtoto kabisa. Nasikia leo tunaenda kuimba kidia. Watoto tunajitahidi, tunakwenda. Kati fulani tukatembea kwa mguu kutoka Kisamu mpaka Kiwalala, watoto tukatembea. Tuko na mwalimu wetu akifika mtoni anaingia kwenye maji anatubeba anatuvusha. Tukaja Kiwalala kaimba sana pale. Mtu mmoja akajitolea kwamba wasirudi Kisamu kwa mguu. Tukarudishwa na gari la mtu mmoja alikuwa anaitwa fundi, nafikiri ni Watela Bedford, ikaturudisha kule Kisamu. Lakini watoto pia walijengewa roho ya kuenenda. Lakini kwenye wito mkuu lazima tufike mahali tuwaangalie wahitaji mbalimbali tulionao, walio wagonjwa, walio masikini, na tunategemea wote tutafanya. Na leo kwa vile tuko hapa kwa ajili ya Parishweka Lilian Olango, katika wito mkuu, imarisha kundi lako, jiimarisha wewe binafsi, na wale utakao waongoza waenende kuhudumia walio na mahitaji mbalimbali. Wapendwa, tunapohitimisha tukumbuke neno la Mungu linasema kazi yetu kubwa tulioitiwa ni wito mkuu. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na Mungu atubariki sasa na milele yote. Amen.
kuhusu Parishweka kuzaliwa. Parishweka Lilian alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 1982 katika wilaya ya Lushoto mkoani Tanga. Parishweka Lilian alibatizwa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1982 katika usharika wa Lushoto mjini. Parishweka Lilian Olang alipata kipaimara katika usharika wa Mombo mjini tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 1996. Elimu. Kati ya mwaka 1989 mpaka 1995 alisoma shule ya msingi Lushoto. Kati ya mwaka 2010 mpaka 2011 alisoma chuo cha Biblia Mwika kwa cheti cha msingi cha uinjilisti. Kati ya mwaka 2013 mpaka 2016 alisoma shule ya sekondari Natiro. Kati ya mwaka 2024 na 25 alirudi tena chuo cha Biblia Mwika kusoma cheti cha uparishweka na ustawi wa jamii. Kazi. Parishweka Lilian Olang kuanzia mwaka 2012 amehudumu na ameendelea kuhudumu katika usharika wa Mbokom Natiro mpaka sasa. Ndoa. Parishweka Lilian Olang alifunga ndoa na Bwana Rikaison D. Olang tarehe 4 mwezi wa 2 mwaka 2005 katika usharika wa Natiro, na katika ndoa yao Mungu amewabariki watoto 4 ambapo 3 ni wa kike na 1 wa kiume. Majukumu ya parishweka yalibainishwa kwenye katiba ya dayosisi toleo la mwaka 2018 ukurasa wa 118 kwenda 119. Tunakuomba kwa heshima umuingize kazini Parishweka Lilian Olang atumike kama parishweka katika kanisa. Naomba kuwasilisha. Tuanze tendo hili la kumbariki na kumuingiza kazini Parishweka Lilian Olang katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tusimame tumuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe umetuagiza kuomba tupate watumishi wafao katika kanisa lako. Tunakuomba kwa huruma yako utupe watumishi waaminifu watakaotumika katika shamba lako. Wajaze ufahamu wako waweze kutimiza agizo lako takatifu. Uwape ujasiri na kushuhudia wewe katika maisha yao yote. Walinde na tamaa za ulimwengu huu na anasa zake. Wadumu katika imani na kweli, na mwisho wapokee katika uzima wa milele kwa neema yako. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu. Amen. Wakristo wapendwa, mwenzetu Lilian Olang alichaguliwa na kuthibitishwa na usharika huu wa Mbokom Natiro ulio sehemu ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Jimbo la Kilimanjaro Kati kwamba abarikiwe katika kazi na huduma ya uparishweka. Lilian Olang, kwa kuwa umeitwa katika huduma hii takatifu ya kuhubiri, kufundisha na kulea watu katika usharika huu. Neno la Mungu linasema, naye Mungu alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke na hata mwili wa Kristo ujengwe. Wapendwa, kila usharika unaye mchungaji wa kudumu katika neno la Mungu na sakramenti takatifu. Lakini ili kazi ya Mungu ifanyike vizuri na kundi la Mungu litunzwe vizuri, yampasa mchungaji awe na wasaidizi wake. Usharika wa Mungu
unakutazamia wewe Lilian kwamba daima utashirikiana na mchungaji wa usharika huu na wachungaji utakaopangwa katika jimbo na dayosisi yetu katika kuhubiri na kufundisha neno la Mungu katika mitaa ya sharika zote utakazopangwa, ukianza na Wambokomu na Tiro. Tena utawatembelea wagonjwa na wazee waliofiwa na wenye shida na kuwafariji, huku ukiwatolea neno la Mungu na kusali nao nyumbani mwao. Ukishirikiana na mchungaji utafundisha mafundisho ya kipaimara, mafundisho ya ubatizo, lakini pia dini shuleni. Utatunza sala mbalimbali za asubuhi na jioni. Utakuwa mtiifu na mnyenyekevu kwa mchungaji wako na kwa wote wenye madaraka katika usharika, jimbo na dayosisi. Ukumbuke na kushika vema nafasi yako katika usharika, katika jimbo na dayosisi yetu na kanisa la Mungu. Ukumbuke na kushika vema neno la Bwana Yesu alilosema, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Ukumbuke vema maneno ya Mtume Paulo aliyosema, wakumbushe ndugu mambo haya, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliofuata. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakayokuwapo baadaye. Zaidi sana ninakuhimiza uwe na upendo katika kazi yako. Daima ukumbuke maneno ya Mtume Paulo aliyosema, nijaposema kwa lugha za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena japokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, japokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainisaidii kitu. Mamlaka niliyopewa na neno la Mungu na mbele ya usharika huu, ninakuuliza Lilian Olam, je, unakubali na kutangaza wazi kwamba unapenda kwa moyo wote kupokea huduma hii ya uparish worker na kuifanya kwa uaminifu ili imtukuze Mungu na ufalme wake uenee popote? Utajiangalia maisha yako yawe mfano mwema kwa waaminio na hata wasioamini, na usimkwaze hata mmoja. Kama ndivyo useme, ndio Mungu anisaidie. Ndiyo Mungu anisaidie. Mungu Mwenyezi akushupaze na kukusaidia kushika ahadi hizo. Mimi sasa, kwa mamlaka niliyopewa na neno la Mungu na kanisa, ninakuingiza katika kazi hii ya uparish worker kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Washarika wote msimame tupate kumwombea tena. Mungu Baba yetu wa milele, tunakuomba umjaze huyu mtumishi wako parish worker Lilian Olam Roho Mtakatifu wako, ili akutumikie kwa bidii na kwa uaminifu. Umwelekeze katika njia yako, umkumbushe daima
akae katika ahadi alizofanya mbele yako na kwa ajili ya ushirika huu. Msaidie ili alipende neno lako, ili muongoze katika maisha yake yote kila siku mpaka atakapofika katika utukufu wako wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Washirika mketi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotendwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunawasamehe waliotukosea, usituache majaribuni, bali utuokoe na mwovu, kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Washirika Biblia Kulamu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kuanzia ibada hii nitangaze kwamba Lilian Olan, parishweka wa Kanisa la Injili la Kilutheri Tanzania. Kwa njia hii na kibali cha kutumika kama parishweka katika ushirika wote wa KKKT. Hongera sana parishweka Olan. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Na wapenda wote. Amen. Kipekee nishukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo ameniruhusu mimi kufanyiwa ibada hii na mkuu wetu wa jimbo kuniingiza kazini rasmi katika huduma ya Mungu. Ninamshukuru pia mchungaji wangu Kilawe, Daimas Kilawe, ambaye nilifanya naye kazi tangu mwaka ule wa 2012 hadi mwaka ule wa 2018 alipoondoka hapa Natiro kwa heshima pia. Na kabla hajaondoka nilipata nafasi hiyo kupitia yeye kwenda masomoni kwa muda ule wa miaka miwili 2010-2011. Ninakushukuru sana Baba. Mungu akubariki. Na hakuchoka pia kuweka nia yake kwa mimi kwenda kumalizia masomo yangu ya uparishweka. Lakini katika juhudi zake hizo zote, kipindi hicho darasa la uparishweka lilikuwa halijafunguliwa bado, na ndipo ni lazimu kuendelea kufanya huduma katika shamba la Bwana katika ushirika huu kama parishweka, lakini ambaye si rasmi kama leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika kuweka nia yake hiyo, ndipo katika ushirika huu alipostaafu mchungaji wetu Daimas Kilawe, Mungu akamtuma kwetu mchungaji Sadikieli Kombe kuhudumu katika shamba lake katika ushirika huu wa Mbokomu Natiro. Na ninamshukuru sana baba mchungaji Sadikieli Kombe, alifanya juhudi na bidii. Pamoja na kwamba hali ilikuwa ngumu ya kifedha, mambo yalikuwa mengi. Nikisema hivyo nafikiri washirika mnalifahamu hilo. Lakini aliweka nia na ushawishi mkubwa, akashawishi washirika na washirika wakawa na nia moja na wakaweka nguvu katika kunipeleka kumalizia masomo yangu. Na nilienda kumalizia masomo yangu mwaka wa 2024-2025 na ndipo nikamaliza, nikawa sasa parishweka. Kipekee ninamshukuru baba mkuu wa jimbo kwa kutenga muda wake kwa kupenda kuja kuniingiza mimi katika huduma hii kiibada. Na sasa leo nimekuwa sasa parishweka. Ninawashukuru sana. Kipekee ninawashukuru washirika wa Natiro kwa ushirikiano wenu kimaombi, lakini kwa michango yenu ya hali na mali, kwa kuniwezesha kwenda shule. Mnanitunza kiroho, lakini mnanitunza kimwili pia. Ninashuhudia mbele ya baba mkuu wa jimbo. Ninasema Mungu awabariki sana. Kipekee
Pia nimshukuru mume wangu mpenzi mume wangu mpenzi Rekaison MC Olamu, ambaye pia alikuwa mvumilivu kwa kweli. Kipindi kile nilipoenda mwaka wa 2011 nilikuwa na baba mkwe wangu na mama mkwe wangu, walikuwa wakinisaidia kulea watoto na alikuwa akipata nguvu hiyo. Lakini kwa mwaka huu ambao nimeenda kumalizia, baba mkwe hayupo wala mama mkwe hayupo, hakuteteleka. Amen. Hivyo nimwambie baba, asante mume wangu.